Kundi la Houthi la nchini Yemen limeripoti kuwa mashambulizi ya anga yanayodhaniwa kufanywa na Marekani yameua watu wawili na kujeruhi wengine 9 katika eneo la Sada ambalo ni ngome yao kuu. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Jumapili, huku video ya mlipuko huo iliyowekwa mtandaoni na Rais wa Marekani Donald Trump ikidokeza kuwa huenda mashambulizi hayo yamesababisha vifo vingi zaidi kuliko idadi iliyotangazwa rasmi na kundi hilo. Kwa mujibu wa televisheni Al Masra inayomilikiwa na Houthi, shambulio hilo liliharibu jengo la ghorofa 2 ambalo lilielezwa kuwa ni duka la vifaa vya nishati ya jua. Ingawa walionyesha athari za nje za shambulio hilo, hawakutoa picha kutoka ndani ya jengo hilo wala kuthibitisha aina ya shughuli zilizokuwa zikiendeshwa humo. Mashambulizi haya yanajiri katikati ya kampeni ya anga inayoendeshwa na Marekani dhidi ya Houthi, ambayo imechochewa na mashambulizi ya kundi hilo dhidi ya meli za kimataifa katika mji wa Ghuba ya Aden na bahari ya Sham. Houthi imekuwa ikilenga meli hizo kama sehemu ya msimamo wao wa kumuunga mkono Hamas katika vita inayoendelea kati ya Israel na kundi hilo la Palestina. Takwimu zilizotolewa na Houthi zinaonyesha kuwa hadi sasa mashambulizi ya Marekani yamesababisha vifo vya watu 69. Hata hivyo, taarifa hizo hazijawahi kuthibitisha vifo vya viongozi wao wa juu wa kijeshi au usalama, jambo linaloanza kuibua mashaka baada ya Trump kuchapisha video inayodaiwa kuonesha mlipuko mkubwa wa bomu wa kuvizia. Video hiyo ya sekunde 25 ambayo ilionekana kurekodiwa kwa kutumia drone ilionyesha kundi la watu waliokusanyika katika duara kabla ya mlipuko mkubwa kutokea na kuacha shimo kubwa ardhini. Ingawa hakuna maelezo rasmi kutoka kwa serikali ya Marekani kuhusu video hiyo, wachambuzi wanaamini kuwa huenda walengwa wa shambulio hilo walikuwa maafisa wa juu wa Houthi. Mpaka sasa Houthi hawajajibu mara moja kuhusu video hiyo wala hawajatoa taarifa yoyote mpya kuhusu majeruhi au vifo vya viongozi wao. Mashambulizi ya anga dhidi ya Houthi yameongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu uwezekano wa kuenea kwa vita vya ukanda kutokana na mvutano kati ya Israel na Hamas. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.